أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم احفظ عمان بعين رعايتك وعز سلطانك. اللهم أهلهم أهلها رشد القرار وحكمة البناء، وثبت في قلوبهم صدق الولاء وسمو الانتماء. اللهم يا مدبر الملكوت انصر سلطاننا هيثم بن طارق بنور حكمتك وأحطه بمدد عنايتك واكتب له تأييدا من لطفك. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji, kama unavyoona hapa ni ibada tukufu ya swala ya Eid ambayo imefanyika hapa mjini Maskat, ikiwa imehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Sahibul Maqam Jalalat Sultan Haitham bin Tariq. Yeye kama kiongozi mkuu wa nchi hii ameona ni vyema na yeye kushiriki katika ibada tukufu baada ya mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia nao baadhi ya Watanzania ambao wamefika maeneo haya ya ibada hii tukufu wamekuwa na la kuzungumza, nikiwa na mmojawapo akiwa anajulikana kama Sheikh Yasin, naye amefanikiwa kuwa na chochote cha kuambia Watanzania. Leo tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa wewe kama wewe ulikuwa katika mfungo mtukufu, unaizungumzia vipi Eid watu waweze kuisherekea kwa mfumo upi? Naam, auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri mimi kwa mtazamo wangu na kwa mtazamo wa dini, kwa sababu tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ukiangalia mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo kabisa la mwezi mtukufu wa Ramadhani kama Mwenyezi Mungu anavyosema, la'allakum tattaqun, ili watu waja wake wawe wacha Mungu. Kwa hiyo natarajia sana kama tulikuwa tuko darasani kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi darasa hilo tunatakiwa sasa twende ku practice yale ambayo tumefanyaje, tulijifunza kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa natarajia watu watakuwa katika hali ambayo ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana ya kusherehekea vizuri, kutoka na familia zao, kujumuika na jamii zao katika yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukizingatia kama nilivyosema awali, ambao ndio msingi kabisa mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wawe wacha Mungu. Kwa tarajia watu watasherehekea vizuri, ndugu na jamaa, na sio kwenda kwenye sehemu zingine ambazo zinakwenda kwa ajili ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ndio maoni yangu kuhusiana na jinsi ambavyo watu wanatakiwa washerehekee. Baada ya kusikiliza maoni ya Shekhe anavyoizungumza kwa mtizamo wake, Shekhe Yasin anaizungumza Eid mwaka 2026. Leo nimekutana pia na Sheikh Waliullah. Sheikh Waliullah, unaizungumzia vipi Eid au unawashauri nini watu kuhusiana na jinsi ya kuisherekea Eid ya mwaka huu? Naam. Kiukweli bisaraha tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah. Allah atukubalie saumu zetu, visimamo vyetu na dua zetu na matendo yetu mema yote, Allah atukubalie. Kiukweli tupo katika sikukuu ya Eid Mubarak. Naam. Eid al-Fitr. Naam. Kama nasiha au nasaha ambayo mimi naweza kutoa katika sikukuu yetu ya leo ya Eid, madhumuni ni kuweza kusherehekea kama misingi ya dini ilivyopangwa. Ndio. Naam. Tuwe na mipaka katika kusherehekea sikukuu ya Eid. Tusiweze kusherehekea mpaka tukatoa katika misingi ya dini ambayo Mwenyezi Mungu alitukataza au mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitukataza. Kwa mfano, mtu anaanza kusherehekea kwenda disco, kwenda bar, kunywa pombe, kuzini. Yote hayo ni katika mambo ambayo
Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokataza ni moja katika madhambi makubwa. So kama nasaha yangu katika siku kuu ya leo, siku ya Eid, nilikuwa naomba Waislamu wote kusherekea sio vibaya, lakini tuwe na mipaka ya kusherekea siku kuu ya leo. Ndio. Naam, mashaallah, tumekuja hapa sehemu hii. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah wa kila hali. Kusherekea sio vibaya. Pia nilikuwa nataka kutoa nasaha katika yale matendo mema ambayo tuliyafanya mwezi mtukufu wa Ramadhani, itakuwa bora zaidi tuweze kuyaendeleza katika hizi siku za kawaida. Naam. Kama madhumuni katika maneno matukufu ya Allah, amesema kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam. Mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa watu wa kabla yenu, ili muweze kufanyeje? La'allakum tattaqun, ili muweze kupata uchamungu. Na uchamungu wenyewe ni kuweza kuendeleza yale mambo ambayo ulikuwa ukifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuweza kuendeleza katika hizi siku za kawaida. Hizo ni katika moja na saa zangu nilikuwa nataka kutoa katika Waislamu wote. Baada ya kusikiliza maoni, lakini pia tutambue ya kwamba sisi kama Waislamu tunatakiwa kurejea katika ile misingi kama wachambuzi wetu hawa walioweza kuisherehesha Eid na kuweza kuishi katika misingi mitukufu ya Kiislamu, kama Bwana Mtume anavyoweza kutuambia kwamba tuishi katika misingi iliyokuwa mizuri, tuishi katika mwenendo uliokuwa sahihi, tusije tukatoka katika ile mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunawaona kwamba Waislamu wengi wanaotoka katika misikitini, tunaona kwamba baada ya kutoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ndiyo chanzo kikuu cha kuweza kurejea katika njia ambayo inakuwa sio sahihi. Sasa ili tuweze kukaa katika misingi iliyokuwa sahihi, tuishi kama tulivyokuwa tunaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tufuate mienendo ya Bwana Mtume pamoja na maimamu waliokuwa watoharifu.